TAKUKURU ilisaidia kuokoa kiasi cha shilingi milioni 34,851,040 pamoja na ng'ombe 6 kupitia kazi za uzuiaji rushwa, uchunguzi, mashtaka na kusaidia kuongezeka kwa mapato ya halmashauri kama ifuatavyo. Ndugu waandishi wa habari, shilingi milioni 28,258,040 zilirejeshwa katika akaunti ya halmashauri ya wilaya Mlele, ikiwa ni fedha ambazo zilifanyiwa ubadhirifu na baadhi ya watumishi wanaokusanya ushuru kupitia mashine za POS baada ya kukusanya fedha hizo na kutokuziwasilisha benki kama ambavyo sheria inataka. Shilingi 509,000 zilirejeshwa kwa mlalamikaji baada ya kuwasilisha malalamiko yake kuhusu kucheleweshewa malipo ya kazi ya uchimbaji wa mitaro na upanuzi wa huduma za maji yaliyofanyika katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mpanda MUWASA. Baada ya uchunguzi na ufuatiliaji kufanyika, fedha hizo zililipwa kikamilifu mnamo tarehe 11 mwezi wa pili 2026. Shilingi milioni 1,700,000 pamoja na ng'ombe 6 zilirejeshwa kwa mwananchi ambaye alikuwa amezitoa kama faini baada ya kusingiziwa kesi ya mauaji na askari polisi ambaye sio mwaminifu kwa kushirikiana na wananchi wengine wawili. Aidha, hatua za kinidhamu ziliendelea na mamlaka husika dhidi ya askari huyo na wananchi waliohusika katika tukio hilo. Ndugu waandishi wa habari, shilingi milioni 3,184,000 zilirejeshwa katika akaunti ya kitongoji cha Mbogwe kilichopo katika wilaya ya Tanganyika baada ya baadhi ya viongozi wa kitongoji na sungusungu kugawana fedha walizokusanya kutoka kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi katika kitongoji hicho. Shilingi milioni 1,200,000 zilirejeshwa katika akaunti ya kijiji cha Kapalamsenga baada ya afisa mtendaji wa kijiji hicho kutoa fedha katika akaunti ya kijiji na kuzitumia fedha hizo kwa manufaa yake binafsi. Ndugu waandishi wa habari, katika ufuatiliaji wa fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, TAKUKURU imewezesha vikundi 60 kuingiziwa mkopo wa shilingi milioni 439,700,000 katika akaunti zao za vikundi kwa wakati kupitia mradi wa ukopeshaji wa mikopo ya 10% baada ya kubaini uwepo wa ucheleweshaji wa mikopo hiyo kwa vikundi licha ya kukamilisha taratibu zote. TAKUKURU iliweza kubaini ucheleweshaji wa ujenzi wa mradi wa kituo cha ukaguzi wa mazao ya misitu Ranger Post katika msitu wa Nkamba Tanganyika wenye thamani ya shilingi milioni 60 kwa takribani siku 455 tangu fedha zilivyopokelewa katika akaunti ya kijiji cha Kasekese mwezi Disemba 2024. Baada ya ufuatiliaji, mradi ulianza kutekelezwa. Aidha, TAKUKURU ilifanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo 22 yenye thamani ya kiasi cha shilingi zaidi ya bilioni 14 katika sekta za elimu, afya, uchumi na miundombinu ili kubaini viashiria vinavyoweza kusababisha upotevu wa rasilimali za umma na kuhakikisha thamani ya pesa inapatikana na utekelezaji wa miradi unalingana na fedha zilizotumika. Kati ya miradi 22 iliyofuatiliwa, miradi 4 katika sekta ya elimu na afya yenye thamani ya zaidi ya bilioni 1 ilibainika kuwa na mapungufu ambayo baada ya ufuatiliaji mapungufu hayo yalifanywa marekebisho na elimu ya namna kupambana na rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo ilitolewa kwa wasimamizi wa mradi na wananchi kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, pia TAKUKURU iliendelea kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kutoa elimu kupitia bonanza na iftaha katika kipindi cha mfungo. Pia iliendelea kuongezea uelewa wa wananchi juu ya ubaya wa rushwa kwa kuhamasisha kutoshiriki katika vitendo vya rushwa na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa pale wanapokutana na matukio ya rushwa wakati wa utoaji wa huduma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yao. Ofisi iliendelea kujenga jamii isiyo na rushwa na matumizi ya dawa za kulevya kwa kuelimisha jamii kuhusu vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika biashara haramu na dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari, kupitia Kurugenzi ya Uchunguzi na Mashtaka, katika kipindi hicho jumla ya malalamiko 64 yalipokelewa. Malalamiko 38 yalihusiana na tuhuma za rushwa na uchunguzi ulianzishwa na malalamiko 26 hayakuhusiana na tuhuma za rushwa. Hivyo, walalamikaji walisaidiwa
kwa kushauriwa na kuwaelekeza sehemu sahihi ya kupeleka malalamiko yao. Ofisi ilishinda kesi 2, ilifungua kesi mpya 2 na 9 ziliendelea kusikilizwa mahakamani katika hatua mbalimbali. Mkakati wa TAKUKURU mkoa wa Katavi katika kipindi cha Aprili Juni, ofisi imepanga kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo zinazoletwa katika mkoa wa Katavi, na pia itaendelea kutoa elimu kwa wadau mbalimbali juu ya mapambano dhidi ya rushwa kupitia semina, vyombo vya habari na mikutano ya hadhara. Wito wangu kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. TAKUKURU mkoa wa Katavi naomba wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kushirikiana na ofisi yetu katika kuzuia na kupambana na rushwa kwa kutojihusisha na vitendo vya rushwa na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa katika ofisi yoyote iliyo karibu nao au kupitia simu ya bure 113 na kwa kubonyeza na hiyo simu kwa kubonyeza *113 reli au kutuma ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba 113 au kupiga simu ya mkuu wa TAKUKURU mkoa ambayo ni 0738 150 096 au kufika katika ofisi za TAKUKURU zilizopo karibu nao. Kwa upande wa huduma zinazotolewa kwa kulipia au kwa gharama, kuhakikisha watumishi wanafanya malipo yote kupitia mfumo rasmi wa serikali ya kielektroniki kwa kutumia namba ya malipo na kutoa risiti. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu.